this month, all that was kept this year, in the name of Jesus, our petitions, our cries, our prayer, Lord God, all that was kept in the name of Jesus Christ, I thank the Lord for the day. It shall be great, shall be glorious, shall be one more time with the blessing of our day. With the God Almighty, let the command the blessing locate each one of us. In the mighty name of Jesus, we frustrate every agenda of the enemy. We command every opposing power to come. Let the mountain come to naught. Let opposition be won out. Let the power every altar that is us in the past come to nothing. It just let God break into pieces. In the mighty name of Jesus, we receive praise to rise. I praise praise to rise. In the mighty name of Jesus Christ, I clear pattern of that of every situation. In the mighty name of Jesus Christ, I declare no power of hell shall stand our way. No power of hell shall withstand us. We shall excel in whatever we do. In our peace we shall prosper. In our endeavor we shall excel. In the name of Jesus, what I command doors to open up. In the mighty name of Jesus Christ, I declare our expectation will not be cut off. In the mighty name of Jesus, we wait on you, Lord. Masaka Marosa Kakamakanaga. You propose your tire. I declare this day be accepted for day. Be this man be accepted for man. This year be accepted for you, the Lord's favor. In the mighty name of Jesus, whatever could not happen previous, I call it to happen today. I want to happen this month. I want to happen this year. In the mighty name of Jesus. Yagamatasia la kopana. Yokoria la kulados. Lekopotia la gada. Yukopana. We shall testify of what was of the Lord. I call miraculous hope. In the mighty name of Jesus, we glorify your name. You are faithful, you are mighty God. You are gracious. Oh, you never change. We worship you, Lord. We give you glory. We give you honor. You are faithful, you are mighty. Strengthen each one of us. Empower each one of us. Elevate each one of us. I worship you, King of Lord. I presence you, Lord. Let me come in power to do great and mighty things for exploits. Oh, Mashandanaga. We thank you, Lord. We give you glory. We give you honor. We give you praise. You alone is our God. You alone. Oh, you alone. We worship you. Lord, we worship you. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Let's come with power.
transform lives, to lift many women. My word be full of grace, flavor. I ask and I pray. I ask in the name of Jesus, I shall bless it to our Father this day. We give you glory for your others. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. 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 And God is able. 1, 2, 3, go. And God is able to make all grace abound towards me, that I always have been all sufficient in all things may have an abundance for every good work. Amen. Amen. Now, what else want to do? Kuna parents, papa, wewe ndio mama tunaikuweka makofi yetu pamoja. Baraka kubwa kwa na wazazi, tutaishi kushukuru Bwana milele na milele. Na wewe pia ambao kwa nyumba ya Bwana wewe ni shujaa, unaenda mbali, utazuilika. Weka makofi kwa ajili ya hiyo shujaa karibu na wewe. Pia ni baraka kubwa kuwa na yeye karibu. Amen. Asante kwa Bwana, wabariki, wapigie kwa makofi mazuri ya mafanya wa kimataifa. Amen. Glory to God. I want us to make our confession ya mwaka. Joshua chapter 1 verse 8, New Living Translation. 1, 2, 3, go. This book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Amen. Yawana makofi. Asante. Tunaweza keti vizuri. Oh, thank you, Jesus. I want to read 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18 and verse 1. It came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah on the third year, saying, go show yourself before Ahab, and I will send rain. And Elijah went to show himself unto Ahab, and there was a sore famine in Samaria. Verse 15. And Elijah said to the Lord of hosts, say, as the Lord of hosts liveth, before whom I stand, I will surely show myself unto him today. Verse 17. And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, art thou he that troubleth Israel? Verse 21. And Elijah came unto all the people and said, how long shall you be between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. And the people answered not a word. And Elijah said unto him, I want to read verse 26. Sorry, chapter 7, verse 29. And it came to pass, when midday was past, and they prophesied until time of the offering of the evening sacrifice, and there was neither voice, nor any to answer, nor any regard. Verse 30, unaweza underline that 30. And Elijah said unto the people, come near to me. And all the people came nigh unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. May the Lord bless the reading of his word. Tulikuwa tukiongea kuhusu the commanded blessing, and we spoke of the unity of purpose. Na hapo ndio nitaendelea the unity of purpose, kwamba maandiko inasema kwamba ukisoma Zaburi 133 ina mistari mitatu, na hiyo yote the whole chapter inaongelelea kuhusu umoja wa wapendwa wakiwa pamoja. Na kwa hivyo inaelezea uzito wake na jinsi ilivyo vyema. Nasema kwa maana pale Bwana huamrisha baraka. Na ningependa nikuonyeshe verse nyingine ambayo iko Deuteronomy chapter 32 verse 30. Maandiko inasema, how should one, inasema
one shall chase 1,000, two shall put 10,000 to flight. Inatuonyesha ule nguvu ambayo inakuwa watu wakiwa pamoja, kwamba mmoja anaweza akafukuza 1,000, lakini wawili wakiungana hawatafukuza 2,000 ama 3,000. Ile nguvu inakuwa multiplied, inakuwa imejumuishwa, kwamba ina uwezo wa kufukuza 10,000. Hiyo ni nafikiri ni kama kujumuisha. Hao ni wawili, lakini wewe peke yako, hata uking'ang'ana, hata ukibidika, kuna ile capacity ambayo kila mtu amewekewa. Lakini watu wakija pamoja, mambo inabadilika. Kuna mambo mengine, sababu unakuja morning glory, tunaomba pamoja, Bwana atayatenda kwa wepesi, sababu umekuwa kwa ibada. Mengine ambayo ukiwa peke yako, hata ungeongea miaka na miaka, inakuwa ni ngumu kufanyika, hata ukibidikaje. Lakini mkija wapendwa wawili, nafikiri kupewa ushuhuda mwingine hapa, nilipata report na nikaangalia the magnitude of ile hali. Nilikuwa na wapendwa ukashikana mikono, hata waliomba less than a minute, lakini asubuhi yake ukawa na matokeo. Jambo ambalo ningekuwa peke yangu ningeiombea usiku mzima na pengine nikapokea matokeo. Lakini sababu nimeshikana watu waine, hata hawakuomba na bale, lakini asubuhi kapata report nzuri kwamba whatever we were praying for is sorted. Amen. The power of unity. Na kwa hivyo our verse pale inasema hivi kwamba Ecclesiastes chapter 4 verse 2 inasema, and one shall prevail against him, two shall withstand, and a third is not quickly broken. Inasema kwamba hata ikiwa mtu anaweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watamshinda. Lakini anasema kamba ya nyuzi 3 haivunjiki kwa haraka. Amen. Na so ningependa nikuonyeshe jambo kwamba watu wakiwa pamoja na umoja, yale mambo ambayo yanaweza tendeka ni yale ambayo hata hakuna mwanadamu anaweza akafikiria. Tuliona nao kwamba wakati walikuwa na ngojea Roho Mtakatifu, they were all in one accord, mahali pamoja na umoja, na wote walipokea, hakuna ambaye alibaki nyuma. Na ile ni kuonyesha jambo, hawa watu, the greatest gift ambao Bwana anaweza kupea baada ya ukiwa hai ni gift of the Holy Spirit. Walikuwa na ngojea Mungu, walikuwa na ngojea Roho Mtakatifu ambao ni the promise of the Father. Na Yesu aliwaambia tari. Na kwa hivyo wote ambao walikuwa na ngojea, hakuna ambaye alivunjika moyo. None was disappointed. Wote walipokea na wakajaza Roho Mtakatifu. Kitu ambacho, jambo ambalo lilikuwa halijawahi tendeka, lakini sababu they were in unity, in one accord, waiting for the right timing, hawangeweza kukosa. Wote wakajaza. Hata nikuonyesha hapa, maandiko yanasema kulikuwa na kiangazi ambao Elia mwenyewe hapa alikuwa amekitabiri. Na baada ya miaka mingi, miaka 3.5, Mungu akamuongelesha akamwambia, enda ujionyeshe kwa Ahabu nami nitatuma mvua. Na tunajua hiyo story yote. Lakini ningependa tuangalie verse 1 hapa. Verse 30 nasema before tufike verse 30, alipowapea wale manabii wa Baali nafasi ya kwanza, tunajua vile walibidika, wakatia bidii, wakaitana, wakatoa dhabihu yao. Lakini maandiko yanasema waliitana kutoka asubuhi mpaka adhuhuri, mpaka Elia akaja pale akawachekelea, akawaambia muitane kwa bidii. Ni Mungu pengine amesafiri ama amelala na ni lazima aamushwe. Na wakaitana kwa bidii, sababu walikuwa naamini pale atawajibu. Hata ikaenda to an extent wakajikatakata ili awajibu, lakini maandiko yanasema hakukuwa na sauti, hawakujibiwa. Acha nikuonyeshe jambo. Unity is strength. Lakini kama ile unity ama ule umoja au kwa ajili ya Mungu, Bwana kuna vile anajua kufrustrate. Sema amen. Amen. Nasema watu waovu wanaweza kukusanyika wakifanya jambo ambalo ni mambo maovu, lakini kama kuna wapendwa watasimama, watawashika.
Kama kunatokea watu ambao wako na Mungu watawashinda hata kama wako wengi jinsi gani. Unakumbuka wale waliokuwa kinyume na Danieli, they all scatter. Hata kama walikuwa na umoja, unakumbuka hao wanganga wote, hakuna ambaye alifaulu kinyume na watu wa Mungu. Wanasema tumekusudiwa kuuliwa, lakini wale wa Mungu wakishikana, solution inatokea. Amen. Ndio maana inasema how precious it is for the brethren, for the evildoers. They can gather, lakini tunajua hatima yao ni kusambaratika. Lakini watasambaratika kama kuna wapendwa ambao wamesimama kwa zamu. Amen. Kwa hivyo hao wabaya pia wakakusanyika na wakabidika kutetea kile ambacho walikuwa wameamini imani yao. Lakini baada ya yote hakuna kitu kilitendeka. Mpaka wakaambiwa sasa zamu yenu imekwisha. Na napenda bazati walipoondolewa baada ya kubidika na kutia na kufanya chochote mpaka kujikatakata, nothing happened. Lakini kutokea mwingine ambaye ako na Mungu na akaambia watu hivi, verse 30, and Elijah said unto all the people, come near to me. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Njoo karibu na mimi. Hiyo ni kukusanya watu. Let us be united. Njooni pamoja, kwa sababu kuna kitu ambacho kinafaa kitendeke. Tuje pamoja kwa sababu si mimi ni sisi. Anawaambia, for how long will you waver between two opinions? Mutakaa kwa nia mbili mpaka lini? Kisoma Yakobo 1:8 inasema kwamba yule mtu ambaye ni wa nia mbili, mtu ambaye mtakumaite. In fact, bandiko hapo juu kidogo inaanza kusema kwamba kama kuna mtu ambaye anahitaji hekima na aombe kwa Bwana. Na anasema aombe bila kuwa na tashwishi, bila shaka, kwa maana mtu ambaye ana shaka hawezi akapokea kitu kwa Bwana. Na anaendelea zaidi anasema hata mtu wa nia mbili anafananishwa na wimbi ambayo liko kwa bahari, ambayo linapelekwa pande zote na upepo ukija. Na tunaambiwa mtu kama huyo hawezi akapokea kutoka kwa Bwana. Mtu ambaye ni wa shaka. Na anasema pia mtu ambaye ni wa nia mbili, mara anawaza hii, he is unstable, he knows his ways. Na tunaambiwa asitarajie kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo hawa watu ndio Elia anawaambia kwamba for how long will you waver before two opinion? Mara nyingine mnasema bali ni sawa. Wakati mwingine mkienda upande huu nasema Mungu pia ni sawa. Anawaambia kuna msimamo mtahitaji mchukue. Hiyo siku moja nilienda kwa kaunti nyingine na kuna hao watu walikuwa wanacheza. Sasa kuna wengine walikuwa hajui mambo ya mpira. Ikienda yeye anashangilia ili iko karibu tu. Yeye hapo sawa. Na kwa hivyo hao walikuwa hawana msimamo, ile ambayo inakaa ina shida wameenda huko. Ile inakaa kana kwamba inawapea solution bado huko hawana msimamo. Huyu akija they buy the idea. Nafikiri walikuwa kama politician. Huyu akija wanafurika. Elia akawaambia, you are in two opinion, you cannot receive anything from the Lord. Na kwa hivyo akawaambia, ni leo ambao tunajua kama baadhi ya Mungu tufuate, kama ni Mungu. Maandiko nasema kwanza walinyamaza. Wajua wanamaanisha nini kunyamaza? Tuachane na sisi tuendelee na mambo yetu. Lakini wakati aliwaonyesha jinsi watatofautisha, wakasema umesema vizuri. Na tunaona hapa maandiko baada ya kulemewa wale wengine kushindwa, akawaita pamoja. That is unity now. Hapo ni kuunganisha. Kwa sababu kila ambacho tunafanya, it has nothing to do with one person. It has to do with all of us. Nawaambia Elijah said unto all the people, come near to me. Ama njooni karibu na mimi. Njooni pamoja. Kwa sababu mnahitaji mvua. Kwa sababu tunahitaji tufanye jambo ambalo litabalika. Hii haitabadilika sababu ya mtu mmoja. All of us tunahusika. Amen. Na angalia kile kinatendeka. Nataka nikuonyeshe jambo hapa. Baada ya kuwaita na kuweka madhabahu,
na kuhakikisha kila kitu hakuna shaka. Ametia mafuta, maji kila mahali. Alipoanza kuomba, hata kabla hajamaliza anasema answer me Lord, I pray, answer me. Hata kabla hajamaliza maombi Bwana akajibu. Why? Sababu kuna unity. Sababu kuna watu ambao they are gathered. Haombi kwa sababu yake, anasema that these people may know. Bwana akajibu kwa wepesi. Na maandiko yanasema moto ukaja kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka, ukalamba zile kuni, ukamaliza, ukafikia yale mawe pia, na ukakunywa maji na mpaka it licked the dust. Why? Hiyo inaonyesha jinsi Bwana anajibu kwa wingi, tena kwa haraka. Hiyo hata hakuchukua muda. Some people were gathered. Sababu kulikuwa na umoja ambao ni wa watu wanatarajia jambo litendeke. Kwa sababu kuna matumaini, watu ambao walikuwa wanatarajia, na wote walikuwa na umoja, wote walikuwa pale. Na angalia, baada ya pale akawapea kazi, akawaambia all those prophets, do not let anyone to escape. Na sababu imani imeumbika na wote wamesema the Lord is God, wameamua kwa msimamo mmoja, wakaingia kwa kazi bila shaka, bila kutua moyo na mtu, wakiwa na motivating power kwamba we know what we believe in. Tumejua ule ambaye ni Mungu wa kweli. Wote wakakimbia with one agenda, with one motivation, kuhakikisha hakuna kazi ya Baali itaendelea tena. Na acha nikuonyeshe kitu tukimalizia. Baada ya hayo, na akatumana kwamba anasikia sauti ya mvua kuu. Ilichukua maombi mengi zaidi. Haikutendeka kwa haraka. Ilimchukua maombi mengi zaidi ili kuomba mvua ikuje. Haikuja haraka vile moto ulikuja. Raundi ya naomba peke yake. Hajaambia watu kusanyika ni utuombe mvua. Bwana asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe when we gather what happens, ni mambo makubwa. Akiwa peke yake inamchukua hata mara 7. Atulio mara 7. Naamini kwa dakika moja. Naamini ilikuwa Entistan. Ilikuwa naangalia wakati mwingine hiyo bahari jinsi ilikuwa nikapata ni kilometers. Na kama alikuwa anaenda mpaka kwa hiyo bahari na arudi, ilichukua masaa. Na so sababu anaomba peke yake raundi mara 7. Anaenda, ni kweli itajibiwa, lakini itachukua muda. Sababu kile ambacho mmoja anafanya si sawa na wengi wakifanya. Na mimi naomba nikisema kwamba Bwana atatusaidia tukiendelea kukusanyika pamoja na umoja. Kila mara tukiomba, na ukija kwa glory, ukiomba kwa bidii, wewe unajua kila ambacho naomba ni tofauti sana na ukiomba peke yako. Ukija kwa ibada unajua kwamba kila ambacho unaombea hapa pamoja na wengine ni tofauti sana na ukiombea ukiwa peke yako. Kuna advantage ambayo inakupea. Amen. Uende usione kwa macho ya kimwili, lakini kuna advantage ambayo inakupea ambayo ni kubwa zaidi, ambayo huwezi ukafananisha na ukiwa peke yako. Sema ukiwa peke yako usiombe. Omba. Maandiko yanasema watu wanafaa kuomba kila wakati, lakini tukiwa pamoja kuna baraka ambayo huwa imeamrishwa na Bwana mwenyewe. Kuna advantage ambayo inakuinua viwango na viwango. Kuna uwezo ambao unasababisha mambo yatendeke kwa wepesi. Throughout the Bible, wakati watu walipatikana in a threat, Maandiko inasema they used to, ukiangalia tu kwingi, hata kama hao Wayahudi anasema gather all the Jews together and fast for me. Wakusanye pamoja, wasiombee kila mtu kwake. Wakusanye pamoja, kwa maana wakiomba pamoja wakiwa wamefunga, kila ile agenda ambayo tuko nayo lazima itatimia.
Na so baada ya kuwakusanya na kuomba, tunajua jinsi ambavyo Esther alipata kibali na jinsi ambavyo kile ambacho kilikusudiwa tuangamize ikawa ndio platform ya kuinua, na moso ikawa ni platform ya kuinua wale ambao walichukua hatua ya kwanza kuhusika, kama Mordekai ndiye alikuwa mtu wa kwanza kufunga na kuomba kufunga na kuomba, na ikabadilisha mambo yao sababu waliomba pamoja kwa umoja na wakafunga. Na mimi nataka I want to challenge each one of us. Hii siku ya Wednesday ni siku yetu ya maombi. Wakati umefunga na kuomba ni 24 hours. Usifunge na uombe ukue kazi karibu masaa mengi, which is good, na ukitoka kazini ukuje ulale. Jitahidi you maximize on your hours of prayer. Kama unaweza kuja kukesha, then better uombe, uhakikishe umefunga na ukaonyeshwa kufunga na kuomba, sababu wakati umefunga ndio unaomba. Haya maombi yanafika sana. Amen. Hallelujah. Useme ni kweli nimemaliza masaa. Baada ya kumaliza masaa ni nini ambacho Bwana akija kujibu atapata something of substance. Bwana akifungua ukurasa aseme hata nijibu yale maombi umeomba, apate kuna mambo yote ambayo umeweka kwa meza yako umeombea. Amen. Apate quality prayer ambazo tumeomba. Akija apate kwa hii nyumba imejaa watu wanaomba, wanamlilia Bwana kwa sababu ya mabadiliko. Hiyo ndio maombi ambayo yatabadilisha. Hata si ndio na tukiwa pamoja, tukiomba pamoja, hata hiyo kesho hakuna mtu program. Hiyo ndio yule ambaye anasikia kwa moyo wake kwamba kuna mambo nahitaji Bwana. Tutakuja hapa, tutaomba usiku wote. Ukija tafuta hiyo kona ya omba. Yaombee yote ambayo unataka kuona mwaka huu yakitendeka kwa maisha yako. Yaombee yale ambayo yanasumbua nafsi yako. Yaombee yale ambayo mengine yamekaa na kwamba yamechelewa na yawezekani. With God nothing shall be possible. Na ukiomba na wengine wakiomba, kuna atmosphere wanaumbika na mambo makubwa yanatendeka. Amen. Hallelujah. Nikwambia jambo moja kwamba maombi ama atmosphere pia inabadilisha mambo, ama anga fulani. Ukiwa unaombea hapa kwa nyumba ya Bwana tofauti sana. Mozo wakati kama wa leo, you have all the freedom. Na ukiomba pia mbingu ziwazi mahali hapa. Hapa ndio sanduku la agano liko, Papa alitangaza. Na kuna certain breakthroughs, sijasema ukiombea Baba Mungu atajibu, lakini kuna tofauti. Ukija hapo utaona baraka ya ajabu. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu when we pray together, mahali ambapo hiyo the atmosphere of prayer ambayo imeumbika. Uliwisikia ushuhuda Papa alisema sababu alikuwa anaomba Pakistan sana kwa ofisi yake. Kulikuwa ni kama kulikuwa na ukuta ulikuwa umejengwa pale, spiritual wall, ukuta wa kiroho ambao haungevukika na watu ambao ni wa shetani. Mmoja alipokuja akitaka kwenda baharini, alipojaribu kupita hapo, alikuwa ameambiwa hata asipitie hiyo maeneo sababu hapo kuna kind of wire ama wall. Alipojaribu tu bila kujua, alikuja kanisani direct na akakuja kuokoka, hata kusikia Injili. Alikuwa ni mtu ambaye alirank in the kingdom of darkness, ambaye alikuwa akitoka Nairobi hapo ni Pagani, alifanya vituko akalandi Mombasa. Lakini sababu kuna mtu ambaye ameomba mpaka kitu kikaumbika pale, akawa hawezi akapita. Kwingine alikuwa anapita vizuri. Hiyo najaribu kusemaje, mahali ambapo watu wanaomba huwa kuna tofauti mkubwa zaidi. Mozo wapendwa. Amen. Usipuze Bwana akikupa nafasi njoo. Kama huwezi ukakesha, rauka uombe zaidi na utaona matokeo ambayo ni ya ajabu kwa maisha yako. Utaona Mungu akitenda wema na mambo makubwa pia akibadilisha yale yote ambayo umetarajia. Usikate tamaa. Join the forces, join the unity
Yale ambayo hauwezi ukayaondosha peke yako, yataondoka sababu ya umoja. Na yale mengine pia utayaondosha kupitia kufunga na kuomba. Ile inaitwa this kind, ile ambayo inakaa na kwamba hayaondoki pasi kufunga na kuomba, yataondoka ukifunga na kuomba. Na yale ambayo yanahitaji umoja, tukiomba kwa umoja kwa morning glory na kwa ibada zetu na kwa kesha, pia yatakuondokea na utaona uaminifu wa Bwana kwa maisha yako. Haijalishi hata mengine imekaa miaka, itafanyika kama hii ya Elia. Wengi kwa hiyo miaka yote walikuwa wamehangaika, lakini wakati aliwaambia come near to me all of us, jambo all of a sudden likawa ni mwanzo mpya. Amen. Tuombe. Baba, kwa jina kula Yesu Kristo, neno lako likazae matunda kwa maisha yetu, tukaone baraka za umoja tukiwa pamoja hata siku ya leo Bwana, hata huu mwezi, hata huu mwaka, hata baraka ambazo zimeamrishwa zikafikie kila mmoja wetu na kutukuza na kuheshimu. None of us shall neglect the gathering of ourselves together. I worship you in Jesus' mighty name we pray. Amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Nipende kuchukua salamu yako nzuri, tumwabudu Bwana. Tukiwa good offering. Special seed. Fungu la 10. Inua mbele za Bwana. Kama unalipa na pesa 991070 account to Yani West Pastor tutuombe. Heavenly Father, we thank you this morning. We are grateful to you because you have given us this chance to come and worship you, even with our substances. Lord, as we give to you, we are praying that you will receive it and bless us, bless our day in Jesus' name. Amen.